Kupitia mitandao ya kijamii jana kulikuwa kuna barua inaonekana kusambaa sana katika mitandao kama Facebook na Instagram, ambapo ilionyesha taarifa ya bodi ya ligi ikiwa imejibu klabu ya Yanga kuwa haitopata pointi 3. Katika barua hiyo iliyokuwa inaonekana kuwa na kurasa 3 na vipengele 12, bodi iliwaambia Yanga kuwa mchezo uliahirishwa rasmi saa 8 mchana. Baada ya hapo hakukuwa na taratibu zozote kuhusu mchezo huo ambazo ziliendelea, na kwamba maafisa wote wa mchezo ambao walikuwa wakifanya shughuli za mechi Benjamin Mkapa waliondoka isipokuwa wale wa usalama pekee. Hakukuwa na taratibu zozote za mchezo zilizoendelea kama zilivyoelezwa kwenye kanuni ya 17 ambazo zilifanywa ili kuipatia timu hiyo iliyopo uwanjani alama 3 na mabao 3 kikanuni, ikiwepo kuikagua timu hiyo. Barua hiyo pia iliendelea kusomeka kuwa klabu yako inapaswa kuelewa kwamba kanuni za ligi kuu namba 17 kipengele cha 5 haisemi popote kwamba klabu mgeni visiting team inapaswa kuwasiliana na wadau wengine ili kutimiza takwa la kikanuni la wao kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaochezwa mechi. Sasa hii leo afisa habari wa bodi ya ligi TPLB Karim Boimanda amekanusha taarifa za kuwajibu klabu ya Yanga kuhusu ombi la kupewa alama 3 za mezani kwa madai ya kwamba Simba haikujitokeza uwanjani Machi 8, 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Boimanda amesema kuwa naye ameona na kusoma taarifa hizo mitandaoni kama wengine walivyoziona, licha ya kukiri kufanya mawasiliano na Yanga pamoja na timu zote Tanzania ikiwa ni sehemu ya taratibu za taasisi pale inapobidi. Amenukuliwa akisema kuwa bodi ya ligi hatujajibu Yanga ombi lao la kudai alama 3 zaidi ya taarifa yetu ya mwisho kwa umma tuliyoitoa kuahirisha mchezo. Tumekaa kimya kwa sababu hatuna cha kuambia. Tunapata ugumu wa kupanga ratiba ya dabi kama tulivyopata tabu mchezo ule wa kiporo Simba dhidi ya Dodoma Jiji. Aliongeza kwamba tofauti yake inaweza kuwa ni ukubwa tu wa mchezo, ila tunaandaa sehemu sahihi mchezo uchezwe, watu waenjoy burudani walioikosa Machi 8. Afisa habari wa bodi ya ligi akifanya mahojiano na kituo kimoja cha habari amesema kwamba habari hiyo si ya kweli na kwamba ipuuzwe. Taarifa kamili itatolewa na bodi ya ligi pindi itakapokaa katika kikao chake kamili. Hii ni Msasa Online.